na kwa mada nikiingia direct, nitaanza na Mount Kenya. Na nitawaambia kule Mount Kenya kuna viongozi wa power, yani kuna viongozi wa nguvu, viongozi wa empowerment wenye tunaweza fanya kazi nao. Kwa mfano, tuna huyu kiongozi alinyang'anywa kura Olkalau. Huyu anaitwa Sami Wachira. Sami Wachira saa hii ako kazi Nairobi River Commission, ambapo huyu ni jamaa moja wa power mwenye anaweza tupatia kazi kwa that particular commission na tujenge maisha yetu ya baadaye. Viongozi wengine wenye tuko nao pale Mount Kenya wanaweza kuwa power ni kama Kithure Kindiki, profesa mwenyewe. Kwa hivyo Kithure Kindiki ni kiongozi mmoja wa power tuko naye pale Mount Kenya, na tumeona huyu ibilisi wa mtu. Ibilisi wa mtu anajaribu convince Kithure Kindiki atoke broad based akuje huko tangatange huko nje. Tunajua vizuri United Opposition ni mrengo ya wakabila. Correct. United Opposition ni mrengo ya wakabila, watu wa machungu na watu wa makasiriko. Kwa hivyo na fitina mingi. Kwa hivyo nita advise Sifuna. Unajua Sifuna kuna kitu umenifundisha na bado pia mimi unanihitaji nikupatie advice. Sifuna kwanza amenifundisha Mkenya mmoja akiwa na shida unaweza toa pay bill na Wakenya wakusaidie. Juu unaona pay bill ya Sifuna imejaa pesa. Kwa hivyo hiyo ni idea moja mzuri umetupatia Sifuna. Yeah. Sifuna advice nataka nikupatie, kuna kitu unafaa ujue. Ukitembea na mamilionea wawili ukue watatu kwa hiyo mrengo, the possibility of wewe kuwa milionea watatu iko juu sana. Na bado Sifuna ukitembea na waizi wawili unaweza kuwa chances zako za kuwa mwizi watatu ziko juu sana. Kwa hivyo Sifuna umeamua kutembea na wakabila. You go to bed with the United Opposition. United Opposition ni mrengo ya wakabila na Sifuna umeamua kutembea na wakabila. Sisi Wakenya wengine tunataka empowerment na tunataka development. Sasa ikiwa wewe Sifuna wetu umeanza kutembea na wakabila, hii empowerment na development unatuletea kweli? Sisi hatukuchukii Sifuna. Sisi tunataka power, na kama unaweza tuletea power toka kwa United Opposition utuletee power pande yetu. Sisi hatuna noma na Sifuna siku zote. Alafu nikimalizia pale kwa Babu obvious ni mti wenye matunda. Babu siku zote ni mti wenye matunda. Babu kwanza alinipigania sana mimi. Unaona mimi specifically nikiwa pale university akiwa Sonu. Babu alikuwa na make sure help imeingia na sijalala njaa. Nimelipa hostel na nimeenda classes. Kwa hivyo Babu ni mti wenye matunda. Na ukiona mtu anapigwa vita hivyo, Natembeya kwanza sijui ni nani. Natembeya kuna degree ngapi? Natembeya amesoma kweli? Natembeya kwanza simjui mimi. Na Natembeya kujaribu kusabotage efforts za Babu kuongelesha wananchi. Babu anasemanga aje? It's discombobulating. Asiwahi jaribu. Babu ni mtu wenye matunda na awachane na Babu kama hawezi msupport. Yeye ni Mluya tunajua. Waluya wanakuanga wapenda mlo, yani wanapenda tumbo zao. Ni sawa kama unachukia Babu ni sawa, sisi tunampenda. Na mkimtupa hata mkimtoa hiyo linda mwananchi, bado milango zimefunguka zote za kumrudisha kwa broad based. Kwa hivyo Natembeya na Mluya yote wanajaribu kucheza na Babu. Usicheze na Babu. Sisi hatuchukii Babu na tunapenda Sakaja pia. That's why tunadishi na county huku na tunakula minofu kubwa huku. Sasa sisi pande yetu ya Wajaluo tuachieni Babu yetu, na nyinyi mkuja na Sakaja tutampigia kura. Si hatuna ukabila pande yetu sisi wa Nyanza. Mkuja na Sakaja tuko broad based na idea zake tutampigia kura. Babu akikuja na agenda yake nzuri kama yenye inaweza faidi watu wa Nairobi tutampigia kura. Na term ni 2 na ni kazi bila break.